Okay, ndugu wanahabari, karibuni katika ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Mmekuja na maswali 7 takriban kuhusiana na kile tulichokielezea kuhusiana na azimio la Bunge la Ulaya, kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu Tundu Antipas Lissu. Umoja wa Bunge la Ulaya ulikuja na maazimio 6 takriban, na sisi tulizungumzia jambo moja ambalo limewapelekea mje na maswali takriban maswali 7. Mmekuja na maswali yenu hapa ambayo ni maswali takriban 7, na sisi tutayajibu maswali yenu haya 7 ambayo mmeyaelekeza kwenye ofisi hii ya katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Swali la kwanza, mnasema Bunge la Ulaya limetoa wito wa kuachiliwa kwa Tundu Lissu bila ya masharti. CCM mnalichukuliaje azimio hilo kutoka kwa wabunge wa nje ya nchi? Sisi kama chama tunalichukulia tamko hili ni ukiukwaji wa sheria na mikataba ya kimataifa. Tunachukulia jambo hili kwamba ni ukiukwaji wa sheria na matakwa na mikataba ya kimataifa, na wao hawana mamlaka hayo ya kuweza kutuagiza au kutuamrisha kama taifa, na hii liko wazi kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Mataifa. Kwa mfano, ukienda kusoma kwenye mikataba ya Umoja wa Mataifa utaona, mfano ukienda kuangalia ibara ya 8 ya mkataba wa Montevideo wa mwaka 1933 unaohusu haki na wajibu wa dola, inaeleza kwamba no state has the right to intervene in the internal or external affairs of another. Maana ya maelezo haya ni kwamba hakuna serikali iliyo na haki ya kuingilia mambo ya ndani au ya nje ya mwingine, kwa maana ya serikali nyingine. Sisi kama taifa ni taifa lililo huru. Uhuru wetu sio uhuru wa muda, sio uhuru wa kuazima, sio uhuru wa kujipendekeza, bali ni taifa huru kabisa. Kwa maana hiyo, kwa mujibu wa ibara hii ya 8 ya mkataba wa Montevideo wa mwaka 1933 unaeleza kwamba hakuna serikali iliyo na haki ya kuingilia mambo ya ndani au ya nje ya mwingine. Kwa hiyo haya ni mambo ya ndani ya taifa letu, kwa hiyo wao kuyaingilia ni makosa, na kwa mujibu wa mkataba huu, kama nilivyotaja ibara hii ya 8 ya mkataba huu, hawaruhusiwi kufanya hivyo, hawaruhusiwi kufanya hivyo. Na hii, ndugu wanahabari, sio kwa Bunge la Ulaya tu peke yake, hata Umoja wa Mataifa ambao ni chombo kikubwa kuliko Umoja wa Bunge la Ulaya, nao hawaruhusiwi kufanya kama kile ambacho Bunge la Ulaya wamefanya. Nasema haya kwa ushahidi, kwa mujibu wa kifungu cha 2 kifungu kidogo cha 7 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kinaeleza kwamba UN shall not intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. Maana ya maelezo haya ni kwamba Umoja wa Mataifa hautaingilia kati masuala ambayo kimsingi yako ndani ya mamlaka ya ndani ya nchi yoyote. Kwa hiyo kama Umoja wa Mataifa wamewekewa kikwazo hiki, basi hata Umoja wa Bunge la Ulaya hawana mamlaka hayo ya kuingilia mambo yetu ya ndani. Kwa hiyo jibu letu, kama mlivyouliza, kwamba Bunge la Ulaya limetoa wito wa kuachiliwa kwa Tundu Lissu bila masharti. CCM mnalichukuliaje azimio hilo kutoka kwa wabunge wa nchi ya nje? Tunasema kwamba tamko lao limekiuka sheria, lakini limekeuka mikataba ya Umoja wa Mataifa, lakini pia mahakama yetu iko huru, haiingiliwi na muhimili mwingine wowote. Nchi yetu inaongozwa kwa mihimili mitatu: bunge, serikali na mahakama.
Kwa hiyo jambo liko mahakamani. Tutaona wakati najibu maswali yenu mengine, nitafafanua kidogo. Kwa hiyo jambo likiwa mahakamani, kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, mahakama ni huru, haiingiliwi na muhimili wowote ule. Kwa hiyo hawawezi kusema hivyo. Kwa hiyo ni jambo liko mahakamani, tuwaachie mahakama waweze kutoa majibu ya kile ambacho wao wataona kinafaa, kwa sababu shauri limeanza kusikilizwa. Swali lenu la pili, mnasema, je, mnadhani kuna uingiliaji wa mambo ya ndani ya Tanzania kupitia matamko kama hayo? Ndiyo, tunasema uingiliaji upo, na tena ni uingiliaji mkubwa sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Umoja wa Bunge la Ulaya kwa vyovyote vile wao hawako Tanzania, lakini Tanzania wako mabalozi wao, manake wawakilishi wa zile nchi ambazo zimeunda Umoja wa Bunge la Ulaya. Wao kama wawakilishi katika nchi ndio waliopeleka taarifa kule kwa watu wao katika nchi zao, mpaka ikapelekea yakafanyika maazimio, ikafanyika kikao, na ends of the day yakatolewa maazimio kama tulivyoyaona. Sasa tunasema kuna uingiliaji wa mambo ya ndani ya Tanzania kupitia matamko yale. Kwa misingi ipi? Hii ni kwa misingi ya kidiplomasia, kwa sababu mabalozi ambao tunaamini ndio waliopeleka taarifa huko, tunaamini wao wanafahamu taratibu za kidiplomasia namna zilivyo. Ukienda kusoma mkataba wa Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, ukienda kusoma mkataba wa Vienna wa mwaka 1961 unaohusu mahusiano ya kidiplomasia, unaeleza wazi kuwa mabalozi wanatakiwa kuenenda na sheria za nchi husika pindi wanapokuwa kwenye majukumu yao katika nchi walizotumwa. Kwa hiyo utaratibu uko very specific, umeelezwa wazi. Kwa hiyo mabalozi waende wakasome ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza ya mkataba wa Vienna wa mwaka 1961, ambao unaeleza bayana kwamba the functions of a diplomatic mission consist inter alia in ascertaining by all law means conditions and development in the receiving state and reporting thereon to the government of the sending state. Maana ya jumla ya maneno haya ni kwamba balozi ana wajibu wa kufanya kazi yake ya kutuma taarifa kwa nchi iliyomtuma, lakini pia anapaswa kuenenda na taratibu za sheria katika nchi anayofanyia kazi zake. Kwa hiyo ni lazima iwe hivyo. Lakini kusisitiza hili kipengele sheria, ibara ya 41 ya mkataba wa Vienna ukaeleza bayana kusisitiza juu ya kuenenda na sheria za nchi. Ikasema, without prejudice to their privilege and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and the regulations of the receiving states. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that state. Makusudio kwenye hii ibara ya 41 ya mkataba wa Vienna niliyokusudia ni hapa mwisho. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that state. Pamoja na kuelezewa kwenye hii ibara kwamba mabalozi wamepewa kinga na wale watu wanaofanya kazi kwenye huo balozi, lakini pia wana wajibu wa kutokuingilia mambo ya ndani ya nchi hiyo ambayo wao wanaifanyia kazi. Kwa hiyo hiki kitendo kilichofanyika ni kuingilia mambo ya ndani ya nchi, na utaratibu uko bayana. Utaratibu wa mawasiliano ya kidiplomasia, diplomatic communication and correspondence, uko wazi. Balozi kama ana taarifa yoyote anataka kuituma katika nchi yake, ni lazima awasiliane na waziri wa mambo ya nje, aende wizara ya mambo ya nje, apeleke lile jambo. Baada ya kupeleka lile jambo, sasa wizara ya mambo ya nje itamtaka sasa waziri mwenye dhamana au wizara yenye dhamana kutoa ufafanuzi kimaandishi wa lile jambo ambalo balozi analitaka. Na ile wizara baada ya kukamilisha inapeleka wizara ya mambo ya nje. Wizara ya mambo ya nje inaambatanisha note pamoja na yale majibu
kwenda kwa ubalozi husika ambao ulitaka jambo fulani, na hayo maelekezo ni kwa mujibu wa ibara 41 ibara ndogo ya pili ya mkataba wa Vienna. Kwa hiyo tunasema kweli katika tamko hili kuna uingiliaji wa mambo ya ndani ya Tanzania kupitia matamko hayo yaliyotolewa, na tunasema pia mabalozi ambao ni wawakilishi wa hizo nchi wamekiuka baadhi ya mambo ambayo yako ndani ya nchi yetu na ambayo ni kinyume kabisa na maelekezo ya mkataba wa Vienna vile unavyotaka wao wafanye. Lakini mmeuliza swali la tatu. Mnasema kwamba CCM ina mtazamo gani kuhusu hatua ya jumuiya ya kimataifa kutoa matamko ya moja kwa moja kuhusu masuala ya kisiasa ndani ya nchi. Tunasema kwamba mtazamo wetu kwamba jumuiya hizi zinakwenda kinyume na mikataba ya kimataifa. Jumuiya hizi zinakwenda kinyume na mikataba ya kimataifa. Nilisoma ile ibara ya 8 ya mkataba wa Montevideo wa mwaka 1933, lakini nikasoma kifungu cha pili kifungu kidogo cha 7 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa ambacho kinaikataza UN yenyewe pia kuingilia mambo ya ndani ya nchi, lakini pia kifungu cha 14 cha mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa, International Covenant on Civil and Political Rights, unakubali haki ya kila mtu kusikilizwa na mahakama iliyo huru. Gawa sasa tukienda kuangalia kwenye kifungu cha 7 cha Tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu, African Commission on Human and People's Rights, inaruhusu haki ya kushtakiwa kwa misingi ya kisheria. Kwa hiyo nchi yetu inafuata misingi ya kisheria katika kuwashtaki watu. Kwa hiyo swali hili la 3, mna mtazamo gani kuhusu hatua ya jumuiya ya kimataifa kutoa matamko ya moja kwa moja kuhusu masuala ya kisiasa ya ndani? Tunasema ni ukiukwaji wa taratibu za nchi, sheria pamoja na mikataba ya Umoja wa Mataifa. Swali lenu la 4, kwa nini Lissu asiwekwe nje kwa dhamana? Kwa nini Lissu asiwekwe nje kwa dhamana kama mtuhumiwa mwingine yeyote hadi kesi isikilizwe? Naam, hili ni swali zuri sana ambalo mmeuliza, lakini tumekuwa tukisema tangu mwanzo na tumekuwa tukikariri maelezo yetu kwamba hakuna mtu yeyote aliye juu ya sheria katika nchi yetu, iwe ni mwanasiasa, kiongozi wa dini au raia wa kawaida. Hakuna mtu aliye juu ya sheria, na mahakama yetu iko huru. Mahakama yetu iko huru, na ndio maana kwenye kesi ya Jamhuri dhidi ya Nyalali mwaka 1995 paliamuliwa na maelezo yakatolewa yanayoeleza kwamba in the exercise of criminal justice, political status or affiliation does not confer immunity. Yaani katika utekelezaji wa haki ya jinai, hadhi ya kisiasa au ushirika hautoikinga. Uwe ni tajiri, uwe ni maskini, uwe ni mnene, mfupi na kadhalika, katika kutekeleza haki ya jinai, hadhi ya mtu haiwezi kuwa kinga, kumkinga asiweze kushtakiwa na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini nchi yetu ina utaratibu. Nchi yetu inaendeshwa kwa katiba, na ukisoma ibara ya 107A ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza mahakama ni chombo kinachotenda haki. Inaeleza mahakama ni chombo kinachotenda haki. Lakini pia ibara ya 107(3), ibara ya 107(3), na hapa kwenye hii ibara ya 107A(1) inasema mamlaka ya utoaji wa haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa mikononi mwa idara ya mahakama na idara ya mahakama ya Zanzibar. Na kwa hiyo hakuna chombo cha serikali, sikilizeni hapa wanahabari na wanasongwe wasikie, hakuna chombo cha serikali wala cha bunge au baraza la wawakilishi la Zanzibar kitakachokuwa na kauli ya mwisho katika utoaji wa haki, kwa maana ya kwamba mahakama haiingiliwi na muhimili mwingine wowote. Na ukiangalia ya pili nasema, yani 107A ibara ndogo ya pili, katika kutoa uamuzi
wa mashauri ya madai na jinai katika kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo. Yaani kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi. Kwa hiyo mahakama inavyotenda haki, inavyotoa hukumu, haiangalii hali ya mtu kiuchumi, kijamii na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo watu wanatakiwa walizingatia. Lakini ibara ya 107B inaeleza katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika. Mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria ya nchi. Kwa hiyo mahakama haiingiliwi na kitu chochote. Kwa hiyo kusema kwamba mahakama imwachie Lissu awe nje, sisi hatuwezi kusema. Hilo ni jambo la mahakama. Mahakama wakiona inafaa, sawa, kwa sababu muhimili wa mahakama hauingiliwi na mamlaka yoyote ile, na jambo likiwa mahakamani linaachwa mahakamani, mahakama imalize wenyewe. Kwa hiyo wao wataangalia nature ya kosa, mashtaka yalivyo, namna mwenendo wake unavyokwenda. Wakisema kwamba anafaa kukaa nje, atakaa nje. Wakisema endelee kukaa ndani, ni mahakama. Sisi hatuwaingilii kwa mujibu wa ibara ya 107B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Swali la 5 mnasema kukamatwa kwa Lissu na kufungiwa kwa Chadema kushiriki uchaguzi kwa mtazamo wa CCM kuna athiri vipi taswira ya Tanzania kidemokrasia? Msingi wa nchi yetu, wanahabari, tunaendeshwa kwa mujibu wa katiba, sheria na taratibu. Na ukisoma ibara ya 20, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu anastahili kuwa huru bila ya kuathiri sheria za nchi. Kwa hiyo sheria za nchi, ule uhuru usiathiri sheria za nchi. Sheria zinatengenezwa kulingana na katiba. Kama hivyo ndivyo basi, hata kwenye uchaguzi huu kuna sheria. Kwenye uchaguzi huu kuna kanuni. Sasa kama tumeambiwa bila kuathiri sheria za nchi, sasa zimetengenezwa kanuni, zimetengenezwa sheria, watu wamekeuka zile kanuni, wamekiuka zile sheria. Sasa unasemaje sasa? Kitendo cha kukwenda kinyume na kanuni, kwenda kinyume na sheria, hatuwezi kuita hiyo ni demokrasia. Demokrasia ni pamoja na kulinda katiba. Demokrasia ni pamoja ni kuenenda na sheria, kuenenda na kanuni. Hiyo ndiyo demokrasia. Sasa sisi tunaweza kusema kwamba hili jambo Tanzania haliathiri kwa sababu watu wamesimama kwenye misingi ya katiba, sheria na kanuni. Pale ambapo itavunjwa, basi ni lazima hatua za kinidhamu zichukuliwe. Na wako watu walioapa kuilinda katiba, wako watu walioapa kuitetea katiba. Kwa hiyo wanapoona inataka kuvunjwa, wao ndo wanajitokeza, kwa sababu wameapa kuilinda katiba, wameapa kutetea katiba, wameapa kutembea juu ya katiba. Wanasimama na kujitokeza kwa lengo sasa la kusema hapana, nyinyi mmevunja katiba, mmevunja sheria, mmevunja utaratibu hii. Kwa minajili hiyo inatakiwa ifanyike 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo hatuhofii mtazamo wa kimataifa utasema vipi. Tunachoangalia, je, tumepita kwenye barabara ya misingi ya nchi yetu? Hilo ndo tunaloliangalia. Na kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa katiba, sheria, kanuni na taratibu, mtu ambaye atakiuka basi atachukuliwa hatua kulingana na ule ukiukwaji wake bila kuangalia hadhi yake wala nafasi yake. Swali la 6 mnasema mnaonaje malalamiko yanayosema mazingira ya kisiasa yamekuwa kandamizi kwa upinzani? Hili swala, wanahabari, sio la kweli. Sio la kweli kwa sababu nyinyi mnajua ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kulikuwa kuna zuio la mikutano ya hadhara mwaka 2016. Almost miaka takriban kama 5 hakuna mikutano ya hadhara. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye ndiye ambaye aliondoa zuio hili. Na taarifa inaonyesha tangu kipindi hicho mpaka sasa zaidi ya mikutano 100 ya vyama 19 vya upinzani Tanzania imefanyika. Mikutano ya hadhara ya nje, achilia mbali mikutano ya ndani. Mikutano ya hadhara, achilia mbali mikutano ya ndani. Sasa katika hali hii huwezi kusema kwamba kuna mazingira ya kisiasa kandamizi.
Jambo hili haliwezekani na haliwezi kuwa. Uhuru ukipitiliza, uhuru ukizidi, inakuwa ni tabu, inakuwa ni kero. Ni lazima uweze kuwekewa mipaka. 7, mnasema kama chama mnaona kuna haja ya kujenga mazingira ya kisiasa ya maridhiano, au hoja hii haipo kwenye ajenda ya sasa ya CCM? Sisi ajenda yetu bado ipo. Ndio maana tunatembea kwenye 4R ya mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na zimekuwa ndio falsafa ya chama chetu: political reconciliation, maridhiano ya kisiasa. Kwa hiyo bado tunaendelea nayo, tunaendelea kufanya maridhiano na vyama vingine. Hata Chadema wakitaka kurudi tuendelee kwenye maridhiano, kwa sababu wao ndio walioyakataa maridhiano. Wakitaka tuendelee kwenye maridhiano, basi tuko tayari, kwa sababu wamejitokeza, wanasema wazi dhahiri. Unasikia kwamba lazima tukinukishe, hatuwezi kupewa misaada kama kutakuwa na hali ya amani. Sasa nani ambaye hataki reconciliation? Dhahiri shahiri inaonesha wao ndio hawataki maridhiano. Kwa hiyo yeyote anayetaka maridhiano, chama chetu mlango bado uko wazi. Na ndio maana utaona hata kwenye ule umoja wa vyama sasa hivi wanaoongoza, mwenyekiti ni Tundu Antipas Lissu wa ule umoja. Kwa hiyo hata viongozi wetu wakienda, viongozi wa chama wakienda, wanakaa huko, wanasikiliza viongozi wa Chadema, ndo wamekaa pale mbele. Sasa unasemaje kwamba hakuna maridhiano? Unasemaje katika mazingira hii kwamba kuna siasa kandamizi? Kwa hiyo kikubwa ni kwamba hapana, hebu tusimameni kwenye misingi, tusimameni kwenye utaratibu, lakini tuseme ukweli hata kama unauma. Mwisho kabisa, wanahabari, nimejibu maswali yenu 7, lakini kwenye lile azimio, kama mtakuwa mmefuatilia vizuri, pia lilikuwa linazungumzia issue ya ndoa za jinsia moja. Sisi sio utamaduni wetu, sio mila zetu, sio desturi za nchi yetu, lakini kupitia hili Watanzania wajue watu wanaowatetea Chadema ni watu wa staili gani, ni watu wa sampuli gani, mtazamo wao ukoje, wanaruhusu ndoa za jinsia hiyo, kitu ambacho kwetu sisi ni kitu ambacho hatuwezi kukikubali na tutakipiga vita, iwe usiku, iwe mchana, iwe mvua, iwe jua. Hatuwezi kukubali mambo hayo kuingizwa kwenye utamaduni wetu. Kwa hiyo ndugu wanahabari, natumai nimejibu maswali yenu yote 7 ambayo mmeyawasilisha kwa namna ambavyo nimejaliwa, kwa sababu ilikuwa ni uharaka, lakini tumejaribu kutengeneza majibu kwa haraka kutoa faida kwa Wanasongwe na Watanzania kwa ujumla, ili wajue kinachoendelea ni ukiukwaji wa taratibu, sheria na mikataba ya Umoja wa Mataifa, na wao hawana mamlaka, Umoja wa Bunge la Ulaya, kutoa maagizo kuja Tanzania. Sio wao tu, nchi nyingine yoyote haiwezi kuingilia mipaka ya nchi nyingine. Asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana kwa kunisikiliza na karibuni tena.